Bwana libarikiwe. Tunafika muda mzuri wa kutakiana karibu katika nyumba ya Mungu. Amen. Victoire tasimama pamoja na mama. Washangilia. Amen. Shangilia Bwana kwa makofi makubwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na tusikie majina yao. Patie baba atuambie majina ya watoto kabla uweze kuwaombea. Tuendelee kuwa watoto wa Mesefe. Asiyekuwa shetani haezi akatutosha. Kwa hiyo tunamwomba kwa sababu baba mzazi alituongoza, kwa sababu kufanya kitu bila kushirikisha mzazi ni makosa zaidi. Lakini baba alitupongeza na akasema kabisa tutakwenda pamoja, na hata wengine walibaki nyumbani kutayarisha kiazi, nao wako miongoni mwetu. Amina. Jina ya mtoto aliye kumkono ni mtoto mwanaume, jina yake anaitwa Dr. Tena Jete. Tena ampire mtoto wa Victoire wa Honore Kalembo. Aliye chini anaitwa Queen Atosha, mtoto wa Victoire wa Honore Kalembo. Amina. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni yale ndiyo majina ya watoto wa ndugu Victoire. Nikisema kwamba tutawaombea, tumishi wa Mungu tusomee ili andiko kabla tuweze kuwaombea watoto wetu. Marko sura 10:13 hadi 22. Marko sura 10:13. Tunasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Basi wakamletea watoto wadogo, ndio, ili awaguse. Wanafunzi wake wakawakemea. 14 nasema, ila Yesu alipoona alichukizwa sana. Akawaambia, wacheni watoto wadogo waje kwangu, ndio, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa mbingu ama ufalme wa Mungu ni wao. Ndio. Amen. Nawaambieni, yeyote asiyekubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata uingia kabisa. 16 nasema, akawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao, akawabarikia. Sio kuwabatiza, lakini kuwafanya nini? Kubarikia. Ndio. Hata alipokuwa akitoka kwenda njiani, ndio, mtu mmoja akaja mbio, ndio, akampigia magoti, akamuuliza, ndio, mwalimu mwema, nifanye nini nipate kuirithi uzima wa milele? Ndio, ishia hata pale. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikisema kwa taratibu ya kibiblia, namna Mungu aliagiza na mfano ambao alionyesha wakati alikuwa, unaweza kuketi kidogo, msichoke. Wakati alikuwa iko duniani, alionyesha mwenendo ambao lazima tuige kama vile kanisa, sababu ni yeye anakuwa kichwa cha kanisa na ni yeye tunaiga. Leo tunakutana kwamba wako wengi ambao wanafanya namna yao ya kuwabatiza watoto,
wengine wanafanya mikataba fulani za kiasili na vinginevyo. Lakini sisi kama kanisa ambao tunao jukumu ya kumuiga Kristo, tutafuata yale ambayo alituagiza. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba wakamletea watoto wadogo. Ingawaje wanadamu ama wanafunzi wake waliwazuia. Sababu unajua nafasi ambapo watoto wako na watu wazima, ukisikia watoto wanaanza fanya fujo, watu wazima mara wanakusudia kuwafukuza. Amen, amen. Lakini fujo ya watoto mulimwengu wa roho ina maana yake. Hata kilio cha mtoto mulimwengu wa roho una maana yake. Unaona huyu mtoto wa bebea kichwa kimuluma, ataongea? Kuongea yake kama kichwa inaluma ni nini? Atalia. Lakini mbele ya mtu mzima kwa kutokuelewa anaweza na kukokola ule mtoto, acha mauzi. Kumbe alikuwa naongea pasipo kujua. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Lakini anachotutakia Mungu ni kwamba mfano wetu sisi tuliomwamini uwe kama mtoto mdogo. Mtoto mdogo anaweza kuwa na hitaji na anaililia hata kama akuongea, lakini mzazi atamkokola. Na ule mtoto hata kana ule mzazi, kesho tena atamuita tu mzazi, atamuita tu baba. Lakini sisi watu wazima, Mungu anasema wale ni wapendao na wapiga na tena na warudi. Cha ajabu ni kwamba leo kuna kutana watu wengi wanapokemewa na Mungu. Na hiyo Mungu anatukemea njia gani? Ya neno lake. Mungu anatukemea njia ya neno lake. Unaingia kanisani, neno linakufikia wewe na kuangukia. Unakuta kama haya ni maisha yangu ninayoyaishi. Lakini sababu ya kutokukubali kwamba upigwe, utengenezwe na Mungu, nasema ni kanisa nao wana exaggerate na kutukemea juu ya jambo fulani. Sasa ulikia fanya nini mkanisa? Kama ulifikiri kama jambo fulani ambayo unayo Mungu hata iona. Bwana Yesu asifiwe. Makusudi ya Mungu kuwabariki watoto na kuonesha hii mfano ya kwamba sisi watu wa mzazi atomupige namna gani, atabaki tu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Sema tuwe kama watoto wadogo, na jambo kubwa ambayo ameionyesha ni kwamba akawakumbatia. Alipowakumbatia kuweza kuwabatiza watoto ama kufanya mambo mengine, alituonesha kama mfano. Ndiyo yale ambayo tutaweza kuyafanya hapa. Mama, nipatie mtoto. Kanisa, utasimama mahali ulipo.